Ndio maana unaambiwa kwa nini Mungu alisema ya kwamba unapotoa hata mkono wa kushoto usijue. Bali maana alijua unapojua huyu Mungu atakuonea wivu. Kuna watu wanakuangalia matoleo yako. Anasema ni siri yako ya baraka hiyo. Ni siri yako kupiganiwa hiyo. Ni siri yako ya kuvuka hiyo. Ndio maana hakupeana na mahali pengine kwa ruhusa. Akasema nimewaruhusu mnijaribu kwa njia. Hakusema mnijaribu kwa kufunga. Hakusema nijaribu kwa kuomba. Haleluya. Alikwambia nijaribu kwa njia gani? Katika Biblia yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mahali Mungu alisema mnijaribu kwa njia. Isipokuwa kwa sadaka pekee yake. Kwa sababu anajua mwanadamu ana nguvu ya ajabu. Na yeye ndiye amemuumba. Hizo nguvu ametafutia hiyo kitu ni yeye amempatia. Huo uzima ako nao ni yeye ndiye amempatia. Hiyo bidii aliyo nayo ni yeye ndiye amempatia. Huo fahamu ni yeye ndiye aliyempatia. Hakuna kitu chako hapo wewe. Siku ukikuwa mgonjwa unaomba Mungu tena akuponye. Jamani, si ufunguke akili. Unaona hiyo pesa ni yako. Unafikiri Mungu atakunyima unaweza pata hiyo pesa? Ukinyima hizo maarifa zote za kazi nini kila kitu wewe unaweza pata hiyo pesa? Unaweza fanya chochote. By the way, hata unajua kuna watu wengine walikuwa vipofu na wakawa waoni. Sasa kama walikuwa wako nazo sasa wanaomba. Mungu ashinde na lolote. Kwa makini mwanangu. Usikipata ukasema ni chako ama ni bidii yako ama ni maarifa yako. Hiyo maarifa yalitoka kwa nani? Namshukuru Mungu kwa kunipatia ujuzi huu. Namshukuru Mungu kwa kunipatia kibali hiki. Namshukuru Mungu kwa kunipatia hii kazi ama hiki kibarua. Maana ni wengi wametafuta na hawana. Wana wa Israeli angalia walivyobarikiwa kwa sababu walikuwa ikifika ni siku yao ya ibada. Ukisoma maandiko hata kwa simu yako kama kuna simu, kuna smartphone, search neno sadaka kama mahali pa maandiko. Utakuta asilimia kubwa wale waliobarikiwa walimtolea Bwana. Lakini wewe ikifika wakati wa matoleo unangoja tu kipindi cha sifa. Waweza msifu Mungu ndio kwanza kubarikiwa. Amen. So ni wakati wa kujitolea Bwana. Wacha tumtolee Bwana na tuombe. Baba mwema, Mungu ndiye mwaminifu. Tumefanya ibada zote na imefikia ibada ya matoleo. Bwana wangu, tunakuja mbele zako tukiwa tumebeba kile ambacho Mungu ametubariki nacho siku ya leo. Na sio kwamba tunafanya hivi tukukulipa Bwana, bali tunarejesha utukufu wa Mungu kwako siku ya leo kwenda kukutolea. Wakubwa kwa wadogo Baba wameungana pamoja katika ibada hii kwa kwenda kukutolea Bwana Mungu wangu. Mimi ni nani nisiwaombee Bwana? Wacha nikaweze kuombea Bwana, ili wanapozileta mikononi mwako Bwana, ili zikaweze kubarikiwa. Wengine wanatoa kwa ajili ya watoto wao kwa nchi za nje. Wengine wanatoa kwa ajili ya wake zao kwa nchi za nje. Wengine wanatoa kwa ajili ya maisha ya watoto wao wanaosoma. Wengine wanatoa kwa ajili ya watoto wao ili wakazidi kuinuliwa. Wengine wanatoa ni kwa ajili ya kazi zao zikazidi kupata kibali. Wengine wanatoa ni kwa ajili ya miili yao ikapate afya njema. Wengine wanatoa ili kwa ajili ya maisha yao yakawe na amani. Wengine wanatoa ili Bwana ukaweze kuwapigania zaidi na zaidi. Wengine wanatoa ili maisha yao yakazidi kuwa na amani na kuinuliwa zaidi. Baba, wewe ndio unayejua ni nini anachohitaji mtoto wako. Na ndio maana Baba, imefika wakati wa ibada hii. Bwana ameazimia kwenda kukutolea wewe. Nami ninaomba mbele zako Baba yangu, ukazipokee sadaka hizi Bwana, ili zikawe manukato mbele zako Baba, zikakupendeze na zikukufurahishe Bwana, kama jinsi ilivyokupendeza Nuhu alipokuchinjia ile ndama, alivyokutolea ile sadaka Baba yangu, ukabadilisha maneno mabaya, ukatamka maneno mazuri. Nenda ukatamke kinywa kizuri, nenda ukatende jambo zuri. Kama ni magonjwa watu wakapone, kama kuna vifungo watu wakafunguliwe, kama wamerudi nyuma Baba ukaweze kuwapeleka mbele, kama kuna mahali popote ambapo sawa ukaweze kupeleka sawa, kama kuna mahali ambapo Baba pamerudi ambapo si tamanio lake Baba ukaweze kupafanya kuwa sawa zaidi. Umupe kibali Bwana, huo mkono unaokutolea Baba unahitaji kubarikiwa, unahitaji kuongezeka, naye anapotoa Baba bali asipungukiwe, bali akaongezeke.
aingiapo atokapo, asionekane yeye, bali ukaonekane wewe, kwa sababu unapoonekana wewe, baraka zinazidi, amani inazidi, ulinzi unazidi. Baba yangu Masia, neno katendea watu mambo ya ajabu, katendea watu miujiza ya ajabu, katendea watu mafanikio ya ajabu. Baba yangu Masia, huu mwaka usiishe kama baba yangu haujatenda jambo la ajabu Baba. Hata huu mwezi ashara zikaanze, miujiza ikaanze, baraka zikaanze katika jina la Yesu. Baba, ninajua umesikia, unaenda kutenda hata yale ambayo sikuweza kutamka, lakini dhabihu inatamka, lakini dhabihu itatamka, nawe Bwana utaitamkia. Unapoitamkia, umetamkia sisi pamoja na familia, umetamkia sisi pamoja na maisha yetu, umetamkia sisi pamoja Baba na kila huduma na kila jambo katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Bwana, maana unapoitamkia jambo Yosanana, umetamkia jambo juu ya maisha yetu pamoja na jamii yetu na kila kitu chetu. Baba, tuseme nini mbele zako wakati tunaenda kukutolea? Jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakika Baba yangu, sote tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Mtolea Bwana, mtolea Bwana, mtolea Bwana, aha. Mtolea Bwana, mtolea Bwana, tuna baraka. Waimbaji sauti hazitoki. Sitaki waimbaji wa hivyo.